wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa leo ni siku ya wenyewe. Mimi kazi yangu ni kufanya mpango tu ya kuyafanya mambo mengine yawe. Kwanza kuweza kumtambua party leader wangu Right Honorable Raila Amolo Odinga, kumtambua ndugu, rafiki, mwandani, yule ambaye kwamba tumetoka kwa mapana na marefu, ndugu Hassan Ali Joho, waziri wetu, kumtambua kiongozi wetu ambaye tunamuenzi, Chief Kadhi wetu. Na Chief Kadhi, pengine ni kujulishe tu ya kuwa nitakuwa ni mwenye kupeleka barua kwa President wa Supreme Court kulalamika kwa muda wa miaka kumi hakuna makadhi ambao wameweza kuandikwa katika Kenya. Na tunauliza, kuna wale walioretire, kuna wale walioenda mbele za haki, ni sawa koti yako iwe na makadhi wa kutosha katika kila sehemu. Na baada ya kuweza kutambua itifaki zote, wana Mombasa, asalamu alaikum tena. Mimi nitakuwa ni mfupi wa maneno. Tatizo la kuongea mwisho, kila moja hukuambia jambo ambalo kwamba linakulenga wewe. Sasa yale ambayo kwamba unayazungumza itabidi ni kuweza kutatua yale aliyoweza kutajwa. Chairman wa Eid Baraza amezungumza kuhusiana na mambo ya maji. Nataka kuelezea tu wana Mombasa. Mombasa ni kisiwa ambacho kwamba tumezingirwa na maji. Maji yetu yanatoka sehemu ya Taita, maji yetu yanatoka sehemu ya Kwale, maji yetu yanatoka sehemu ya Kilifi. Maji hata yafike Mombasa ni lazima hizi kaunti zote nyingine wawe wataweza kupata ya kutosha. Tukiona mifereji yetu hayana maji, sio kwa gavana amefunga mfereji ati hataki watu wapate maji, lakini kwa sababu mifereji yenye kutoka Kilifi, mifereji yenye kutoka Taita, mifereji yenye kutoka maji ya kutosha katika Mombasa. Tumejaribu na tukajaribu kuuliza hii teknolojia inaofanyika katika sehemu nyingine ya dunia, tubadilishe maji ya bahari yawe ni maji ambayo kwamba yatatumika. Nimeweka kwa magazeti mara 2, lakini nikiwaletea maji namna hiyo, gharama ya maji itakuwa yenye kuzidi hata petroli. Sasa hivi tumeweza kufanya mpango na tunataka kuangalia katika ardhi yetu ndani ya Mombasa kama tutakuwa tunao ile inajulikana kama deep water wells. Karibuni kandarasi ya yule mwenye kufanya survey ifanyike. Ikifanyika, ikiwa tumejaliwa, tumebarikiwa ya kwa tuna maji, kwa sababu Baricho ukiangalia laini yake na hapa Mombasa kuna uwezekano ya kwa chini ya ardhi, kando na kisiwa hiki, sehemu za Utange, sehemu nyingine za Likoni, kuna uwezekano watu wote washapata udi wa kutosha. Sasa haya, asante. Kuna wengine wana marohani hapa, watakuja kuwapandisha tosha. Mungu tujalia hayo, tukijua pahali tutaweza kupata maji, haya mengine yatakuwa rahisi zaidi. Pili, halikutajwa hapa na Mheshimiwa Machele ameyazungumza, Chairman ameyataja kwa mbali. Nimezungumza mambo haya hata jana tukiwa tuko na speaker. Kuna mambo tutakayoyafanya, marafiki itabidi watuite ni maadui, lakini ni bora niitwe adui na wewe, mtoto wako na mjukuu wako aniite yule ambaye kwamba niliustiri huu mji. Haya mambo ya ujenzi,
Tuna jumba lile ambalo kwamba linalemea, na nimeona, na si walaumu, nimeona watu katika mitandao wanasema kwa Abdulswamad si shida, lakini kuna yule ambaye kwamba aliyeweza kuleta ile application akasema chuma atakachokitumia ni hiki. Kisha kuna yule ambaye ameaminika ya kwa anaenda pale kwenda kuangalia. 3, yule anayekoroga ile smiti, kuna wale ambao kwamba wenye kujifanya ni wajuaji. Utafiti unafanywa kujua ni kipi kilichosababisha. Kitambo ya utafiti huo kuendelea, yule ambaye kwamba alikuwa ni engineer katika program hiyo, yule developer na yule contractor, hawa wote watatu mpaka yule county employee. Yule county employee utakaa nyumbani tujue ile signature uloiweka, kama ile mkorogo wa smiti na ile yale yote yalofanywa yalikuwa ndivyo ambao kwamba uliweka sahihi. 2, yule ambaye kwamba alikuwa ni engineer, yule developer, yule ambaye kwamba ni mwenye hiyo zozote nyingine katika Mombasa hii, kwanza hakuna approval yote itakayoweza kutolewa mpaka tujue utafiti wa ile, na ikiwa ni mmoja uliosababisha ukadanganya, then we will be putting a notice to the engineers board na board nyingine zote uwe barred from doing any work katika Kenya hii. Ndio nawaambia kuna yale tutakayoyafanya marafiki watatudhania ni maadui. Sasa hivi yale ambao tumeweza kuyaweka mipangilio kudeal na hii shida, na hii shida haikuanza sasa, haikuanza wakati wa Hassan Ali Joho, haikuanza hata wakati wa Meya Mudhari. Haya mambo ya sewerage, kila mmoja anatujengea, baada ya kujenga wana connect kwa siwa, baada ya kujenga wana connect kwa siwa. Mmoja juzi tuliona anafanya nini, akajiona ya kwa yeye ni mjuaji zaidi, hata nacho magari ya county. Utakaa ndani mpaka chupa ioze, tutadili na wewe vile inavyohitajika. Wame connect ile choo, una connect kwa siwa. Bahari ile ambayo kwamba tulioga sisi kama watoto, jamani nisameni ukali saa nyingine, nimekumbushwa hapa, nimeconnect kwa storm water. Una connect ile choo kwa mahali ambao kwamba ni maji ambao kwamba yanafaa kwa maji ya safi. Lugha ya Kiswahili nielezee hivi. Bahari zetu haziangaliliki sasa hivi. Kuna mpangilio tumeweka na tunafanya kazi na waheka hazina, si wafadhili. Waheka hazina karibuni tutasign hiyo contract, tumemaliza hiyo tenda yote. Tutajenga kwanza hii ya Kipevu kwa muda wa miaka 13. Sasa hivi hii mwezi wa Aprili panapo majaliwa itakuwa tayari. Hii ambayo kwamba ilikuwa iko hapa Kizingo, sewer treatment plant, Mwenyezi Mungu ametujalia hiyo kandarasi tuloiweka, tutaifufua kitu ambacho kwamba kilikuwa kimekufa miaka 30. Kisha baada hapo hizi sehemu nyingine zote ambazo kwamba haziko katika sewer network, tutajenga ile inajulikana kama fecal sludge treatment. Tena hawa ambao kwamba kazi zao kwenda kubeba choo, tusiitane maadui, tuhakikishe ya kwa munafanya lile linahitajika. Speaker alikuwa ananiambia mwadhini shahidi. Kamwambia mwadhini huadhini na wakati wake, sio hauhitaji. Nimesikia hapa mambo ya barabara. Kuna sheria tumepitisha ya mambo ya axle load. Hatuwezi kujijengea barabara wewe unakuja na gari yako kilo ambazo kwamba unatumia, kisha sasa tuanze kutumia fedha za county kuweza wewe ikiwa unataka kupita na lori lako, pita na lori lako, lakini utalipa ile kilo zaidi ambayo kwamba umeumiza barabara zetu. Tumeelewana sio? Sasa kuna mambo mengine hapa ningeomba. Kuna mambo mawili nitaomba tufanye kazi na serikali kuu. Serikali ya county ndio serikali namba 1 katika Kenya hii iliyoweza kupiga pambaja mambo ya SHA.
mambo ya digital health program. Lakini tunahofia ucheleweshaji wa fedha kutoka SHA kuja kwa facilities zetu zitaleta tatizo. Tumeregister watu katika Kenya nzima, sisi ndo namba 1. Hata hivi tunavyoongea, tunafanya mpango wiki hii, kutakuwa na fedha katika facilities zetu. Hizi fedha atakayekufika pale na ni mgonjwa na ni mwana Mombasa, automatically tutatoa pesa zile zetu tumcover SHA ili gharama isituangukie sisi. Lakini sasa unaangalia Coast General hospitali moja peke yake, pesa ambazo kwamba zinafaa kuregea kutoka kwa SHA zinakaribia milioni 300. Pesa ile ya NHIF ni takriban milioni 300 nyingine. Ukienda kwa upande wa hizi facilities nyingine, Port Reitz Hospital, Chuda Hospital na hizi nyingine, takriban milioni 40 nyingine tunadai. Zile hospitali zinahitaji dawa. Madaktari hata hatuwahesabu kwa sababu madaktari wanalipwa na serikali ya county. Madaktari hata hawalipwi na hizi hospitali. So if we are to embrace something, na mimi nimekuwa katika mstari wa mbele kusema wazi ya kwa tutaweza kupiga pambaja hii SHA. Na nilikuwa nionane na Waziri Duale, waziri mpya, na tumekubaliana tutaweza kuyatatua. But when the need comes, I know niko na maseneta wengine hapa, hata kama senator wa Mombasa Sifuna huniambia mimi ni gavana wake wa pili. Huyu nimemwona Juneta hapa na kilemba chake. Mbona nirithi kiti? Wewe si wa Mombasa, ni wa Migori. Lakini amesema kwa mimi ni gavana wake wa pili. Nimeona dada zangu wako hapa na watambua na nawashukuru wabunge wetu. Please, tukiwa tumeona kwa imepiga pabaya, we will ask your help so that this program can be embraced and it can work for everyone. Si ni sawa namna hiyo? La pili ambao nitaomba serikali kuu wa colleagues waweze kutusaidia. Hata waziri wangu yuko hapa. Hawa waungwana walioko hapa tulikuwa tukisaidiana na hawa wabunge. Nikiwaambia wabunge ya kwa mimi nitalipa wale day scholars, nyinyi lipeni wengine. Na nitaomba take it up because the control of budget sahi wamezuia, na baada ya kusema kwa hawazui tena tumepelekwa kotini, hatuwezi kuwalipia basari hawa watu. Kwa hivyo tutaomba muweze kufanya mpango ili haya yote yaweze kufanyika. Na nikimalizia, unajua mimi nasikia wengine wanazungumza ya kwa nini tuliamua kupatana. Mimi kichama hapa, kimambo mengine pengine wengine wananishinda, lakini kichama baada ya baba Raila Amolo Odinga ni mimi. Kwa upande wa cheo kingine wengine wengi hapa wananishinda, lakini mimi ni wa kwanza. Wakati baba alikuja na akatuambia nimefatwa ya kuwa tuwe katika msafara tuweze kuungana na hawa jamaa, baba utakuja hapa na utoe ushahidi. Wa kwanza aliyezungumza katika Central Committee, na hapa kuna members watatu, Hamida, Sifuna, Junet. Wa kwanza kuzungumza, mimi nikainuka nikamwambia baba, tunakubali 100%, hatuungani vyama, kila moja na chama chake, hatuungani mambo mengine, lakini hii Kenya gurudumu lake hatuwezi kuendesha gari likiwa lina panchari. Lazima tufike pale tunapotaka kufika. Tukifika hapo tutaamua dereva atakuwa ni yupi. Lakini kwa sasa gari lina panchari, either afe dereva na abiria, ama tufike pale ambapo kwamba tutafika mwaka 2027, mengine tuyaangalie mbeleni. Na mimi sizungumzi hata leo hii, na Chief Kadhi yuko hapa, Qur'ani sura ya 8 aya 61, Mwenyezi Mungu atuambia, na wakija kwenu kwa njia ya amani wakubalini na mumwamini Mwenyezi Mungu. Sasa kesho
mimi hapa we are hosting Murkomen. Nikikaa chini na waziri Murkomen kesho, tunazungumza mambo ya usalama, mambo ya nini, tunazungumza pia vile vile hata wiki hii Mombasa. Angalieni wengine walioyapinga ni nani. Hapa katika hii Mombasa nikiwauliza walioko hapa, kuna baadhi yenu watoto wenu mpaka leo hawana vitambulisho. Kuna baadhi yenu mpaka leo hamuna pasipoti. Hii wiki hii serikali yenu ya county tuwashirikiana na serikali kuu na tuwazunguka wodi zote 30. Kila mwenye shida ya kitambulisho, uwe ni Msomali, ni Mgiriama, uwe unzaliwa hospitali, unzaliwa nyumbani, kila mmoja aweze kupatiwa kitambulisho chake. Na kama kuna gharama yoyote, serikali yenu ya kaunti ya Mombasa itawasimamia gharama hizo. Tunahitaji watu wetu waweze kutambuka. Tusionekane wengi katika barabara, kule kwao wengi katika kura. Sisi tuonekana wengi katika mitandao, kule wengine wengi katika kura. Haiwezekani, kila mmoja atahesabika. Yangewezekana vipi ikiwa hakuna ushirikiano? Leo mimi nakaa hapa chini na Hassan Ali Joho, kando na mazungumzo yetu mengine yote ambao mengine siwezi kuyataja hapa kwa sababu kwanza amfunga, kisha pili atasema namchomea. Lakini kuna yale mengine ya kikazi ambao kwamba nazungumza naye bwana. Tukikaa tukizungumza, tunazungumza wewe kama waziri angalia Mwenyezi Mungu, acha Mungu aitwe Mungu. Jukwaa hili alikuwa yeye amesimama hapa, akawa ni gavana, mimi ni mbunge, party leader wetu wakati ule alikuwa ni prime minister, tukasimama hapa nikaombewa kura, Mwenyezi Mungu anijalie. Panapo majaliwa hili jukwaa atainuka mtu na atafika hapa na nitamwalika na atakuwa ni president wa Kenya. Inshallah. Likikana huu bwana, tukizungumza habari ya mambo ya meli zije Mombasa, uchumi wetu uweze kuimarika, watu wetu waweze hali ziwe namba kwamba zitakuwa ni za kisawasawa. Ningeweza vipi mimi kukaa na Hassan Ali Joho hapa? Ningekaa vipi mimi kama huyu hakuchaguliwa? Yale ambayo kwamba yameweza kufanyika, mawaziri wetu ambao kwamba tumeweza kuwapeleka, yale yaliweza kufanyika mwaka huu kukataa hakuna Finance Act. Sometimes let us think. Tukifika mwaka 2027 kila mmoja atavaa fulana yake, tutapambana. Lakini sasa hivi mambo ya kufa gari, kufa abiria, hiyo lugha hiyo ya mtaani, mimi nina watu ambao kwamba wahitaji mambo ambao kwamba nitaweza kuwafanyia. Hakuna atakayeniuliza mimi nilizungumza nini katika mitandao. These people need services. And those people who are now, look at the irony. Angalia ile ambao kwamba, and it is shameful. Those who are in government then walikuwa kisifu kama ambao hakuna lolote. Afadhali mimi ambaye kwamba nikikosoa na kosoa. Kuna wengine walikuwa kisifu kisha baadaye sasa aona ya kuwa kitumbua kimeingia mchanga ndio ni pabaya. And I agree, Edwin. And I want you guys to actually raise it as a substantive motion in Parliament to discuss it, that someone who has evidence against any ill doing against the people of Kenya should not use it for political gain, lakini aende to the right authorities. EACC iko, EDCI iko, EACC na DCI. The only person constitutionally ambaye kwamba anaweza kusema kwa hawezi kuitwa EACC kwa sababu ni office holder is only the current president. Lakini mambo mengine, hata deputy president sijui nani alikuwa waziri, alikuwa nani, usikae utuambie hapa stories za Viusasa na gumzo baada habari. Kwenda katika EACC, and we want to know the truth. Do not seek people's miseries for your own personal gain. Sijui tunaelewana? Unajua leo ni siku ya baba, leo siku ya Chief Kadhi, leo siku ya Hassan Ali Joho, lakini zaidi leo ni siku ya wana Mombasa. Na mimi nimekumbushwa hapa. Christmas iliyopita nilitoa watu katika hospitali zetu. Jamhuri Day nilitoa watu katika hospitali zetu. Na nilitoa kauli hapa, nikaomba wabunge waende to their respective hospitals pamoja na MCA
pia mtapata thawabu, na ukienda kunisaidia utapata thawabu. Najua ni Jumamosi, lakini tuwatoe wagonjwa mwanzo. Kwa hivyo I'm giving instructions, na peana instructions, na haina haja mchango. Wewe zile mchango kama unataka kunipa nipe mimi nitajua nitazipeleka wapi, lakini hawa wagonjwa tutawatoa na pesa yao ya county as we have done previously. The CC for Health is here, the Chief Officer for Health is here, nimewaona. I'm giving instructions right now as we are speaking. Anza kutuma messages, waambia kwa ward administrators watakuja hospitali pamoja na wabunge na MCA, wagonjwa wetu wote waweze kutolewa. Kwa hayo the CS is here, please make sure hata kabla baba hajamaliza kuzungumza wagonjwa wao wameenda nyumbani. Kwa hayo mengi ama ni machache, no. Nimeambiwa kuna zawadi. Ala, hai. Nimeambiwa kwa si wagonjwa peke yake, wagonjwa pamoja na walokufa. Kuna jengine? Sijasahau jengine? Naam, hii ni surprise event. Ni portrait ya Mheshimiwa Governor ambayo ilitayarishwa na Tasnim Abdul and Uzaifa kutoka Bohora Community. Tuwapigieni makofi. Na hand over sasa kwa Mheshimiwa Abdul Somad. Ndugu Sultan Hassan Ali Joho, inuka basi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Your Excellency, Mheshimiwa